Shirika la fedha duniani IMF limetangaza kuwa limefikia makubaliano ya awali na serikali ya Tanzania ambayo yakipitishwa rasmi yataiwezesha nchi hiyo kupata takribani dola milioni 441 kwa ajili ya kusaidia uchumi wake. Fedha hizi ni sehemu ya mapitio ya 5 ya mpango wa mikopo ya muda mrefu ECF na mapitio ya pili ya mpango wa uhimilivu na ustahimilivu RCF. Makubaliano haya yamefikiwa baada ya timu ya IMF ikiongozwa na Nicholas Blanchard kufanya mazungumzo na viongozi wa Tanzania kati ya April 2 hadi 17 mwaka huu. Ujumbe wa Tanzania uliwakilishwa na Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba, Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Bwana Emmanuel Tutuba, viongozi wengine wakuu wa shirika wa maendeleo na wawakilishi wa sekta binafsi na mashirika ya kiraia. Kwa ujumla, IMF imesema kuwa hali ya uchumi wa Tanzania ni nzuri na ukuaji wa pato la taifa GDP ulikuwa 5.5% mwaka 2024 na unatarajiwa kufikia 6% mwaka huu 2025. Mfumuko wa bei umedhibitiwa ukiwa 3.3% mwezi Machi, chini ya lengo la 5% lililowekwa na Benki Kuu. Hata hivyo, IMF imeonya kuwa kuna changamoto zinazoweza kuathiri uchumi, ikiwemo hali ya sintofahamu ya kimataifa, mizozo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na uchaguzi mkuu unaotarajiwa nchini ambao unaweza kuongeza matumizi au kuchelewesha utekelezaji wa mageuzi ya kiuchumi. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.